Mabadiliko makubwa yapo ukilinganisha na wakuu wa mikoa kadhaa waliotangulia. Kwanza unapomjadili Paul Christian Makonda, ni mkuu wa mkoa ambaye analeta fursa mbalimbali, na fursa hizi zinasaidia jamii katika masuala ya kiuchumi, lakini pia kuifanya Arusha ishine. Kwa mfano ukijaribu kuangalia katika makundi mbalimbali ambayo yameyagusa, aliwahi kutuletea timu ya madaktari bingwa hapa ambao walisaidia kiasi fulani kwa asilimia fulani kutatua changamoto ya kero ya afya. Lakini pia tumezoea kwa mfano mwaka mpya wakati tunaupokea, ukuu wa mkoa wa Paul Makonda ulionekana ni tofauti na wenye viti wengine wa kamati ya ulinzi na usalama wa mikoa hii ya kwetu. Kwa maana yeye ambacho alikifanya aliwaruhusu watu kusherekea, watu wakasherekea kwa amani na kadhalika. Lakini pia fursa za wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo kupitia tamasha mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika katika mkoa wa Arusha yamekuwa ni moja ya kivutio ambacho kinapelekea Arusha kufuatiliwa. Kwa hiyo ni kwamba ukijaribu kuangalia kama ataendelea kuwa na kasi hii, lakini pia ataendelea kufanya mambo kadhaa ambayo ni ya kiuchumi yanayogusa kila mkazi wa jiji la Arusha, kuna uwezekano Arusha na mkoa wa Arusha kwa ujumla ukapata ule ustawi, kwa sababu unaposema Arusha bila shaka unagusa utalii, na unapogusa utalii haugusi tours peke yake, kampuni za utalii, unagusa paka wajasiriamali ambao ni wadau wa kuuza vinyago, ni wadau wa kuuza kofia zenye logo za kitaifa na vitu vingine mbalimbali ambavyo ni biashara. Kwa hiyo inasaidia mzunguko. Ambacho tu ningependa kumshauri mkuu wa mkoa wa Arusha ndugu Paul Christian Makonda asife moyo. Anapoibuka mtu mchapakazi, jasiri, mwenye hari na mwenye dhamira ya dhati, lazima kuna changamoto mbalimbali kama za kukejiliwa, kukashfiwa na kadhalika. Lakini hizi changamoto ni moja ya sababu ambazo naamini zinaweza zikamuimarisha zaidi na zikamfanya awe mchapakazi zaidi. Lakini kwa ujumla unapojadili taswira na muonekano wa jiji la Arusha katika fursa, huyu bwana kwa kweli anaupiga mwingi.